Kwa sasa naomba nimkaribishe Madam Aisha kama atakuwa tayari kwa ajili ya presentation yake. Tunaomba tukukaribishe uweze kupresent. Mheshimiwa Balozi Sylvester Mabumba, tafadhali karibu, unmute. Kama mtandao unasumbua unaweza ukaongea bila picha, lakini itakuwa vizuri kama tunaweza kukuona. Wanahitaji vyakula hasa viungo, vitunguu, maji, wanahitaji unga wa ngano na wanahitaji nyama hasa kwenye kisiwa Tangazija. Kisiwa Tangazija wanahitaji wanyama hai kama ng'ombe na mbuzi. Visiwa viwili vya Muheri na Anjwani wanahitaji nyama, lakini pia wanahitaji vyakula vya wanyama na wanahitaji pia madawa. Wekeza kwenye sekta ya usafiri wa anga, lakini pia na usafiri wa majini. Visiwa hivi kutoka kisiwa kimoja kwenda kingine kwa ndege ni mwendo wa nusu saa. Kwa hiyo kwa boti ni kwa sababu ya bahari ilivyo inachukua karibu masaa mawili matatu kunufaika zaidi. Ubalozi umefanya mikutano mingi na wadau mbalimbali katika maeneo yote haya matatu ambayo nimezungumzia. Hivyo kuna uhitaji mkubwa sana wa vitu ambavyo nimevitaja. Komoro si rahisi kupata mtu kutoka hapa kwenda kuwekeza nyumbani, ni wachache sana. Kuna kiwanda kikubwa cha uvuvi kinahitaji mwekezaji. Bahati nzuri wanahitaji hasa management. Kiwanda hiki kina boti, ni cha ubia kati ya serikali na serikali ya Qatar. Hivyo kama yuko Mtanzania mwenye misuri, ni sehemu moja nzuri ya uwekezaji. Kuna study kubwa imefanywa na chuo kikuu cha Dar es Salaam, Marine Sciences, to establish wingi wa samaki wingi wa samaki na pweza ambako wamefanya hii ya Komoro, na hasa samaki aina ya pweza. Na ninavyofahamu kwenye mahoteli yetu mengi Dar es Salaam na kule Zanzibar kuna uhitaji mkubwa. Pia kwenye sehemu ya utalii Komoro ina vivutio vizuri. Hapa kuna mlima Kasara ambao ni volcano hai, iko hai hadi leo. Ni sehemu moja nzuri ya kuvutia watalii, lakini pia kwa vile wanahitaji chakula kutoka houses, anaweza kupata manufaa makubwa sana, na hii itasaidia kuepuka hasara ambazo wanazipata wafanyabiashara wengi wanaosafirisha mazao haya kutoka Tanzania kuja Komoro. Meli hizi zina uchakavu mkubwa. Wanapotokea shida kidogo baharini, mazao mengi huoza. Na hata mifugo inaposafirishwa kutoka Tanzania kuja Komoro, ng'ombe wengi, mbuzi wengi huwa wanapoteza maisha, na kwa bahati mbaya vitu vyote hivi vinakuwa havijakatiwa bima. Tuwatie kampuni ya bima na mamlaka zingine kuweza kuhamasisha wafanya biashara kuhakikisha wanakatia bima vitu vyao ili kuepuka hasara ambazo wanazipata. Lakini upande mwingine inajengwa kama kuna uhitaji mkubwa sana wa simenti. Kama watatokezea Watanzania ambao wanaweza kukodi meli zikawa zinaleta simenti hapa Komoro, basi kuna fursa kubwa katika meli wanachukua kule Kenya. Kutoka Dar es Salaam mpaka Komoro wanakodi kwa euro 60,000 na ina euro 3 mpaka utakapomaliza. Sasa hii pia nadhani inakuwa sio nzuri. Tumewasiliana nyumbani Zanzibar kutaka meli ya MV Maendeleo iweze kufanya biashara hizi za kusafirisha mizigo, kwa sababu bandari ya Moroni ni ndogo, inaruhusu meli lakini sasa Msamudu inabidi urudi Moroni ambako kuna watumiaji wengi, ambao pia inakuwa ni hasara zaidi. Kwa hiyo fursa bidhaa za nyumbani kwetu zinapoletwa Komoro, hatuna utaalamu wa packaging. Zikigongana za Tanzania na Madagascar, inabidi Madagascar wauze kwanza. Sasa hii naomba mamlaka zihamasishe kutoa mafunzo kwa Watanzania kabla kusafirisha mizigo yao kwenye eneo la vifungashio.
uwezo kuattract wanunuzi. Lakini pia tunahitaji kuwafundisha mambo ya branding ili bidhaa zetu. Kumekuwa na shida kubwa upande wa bandari, mizigo mingi hupotea pale. Mtu ataweka mzigo wake akitarajia ataukuta Moroni, akifika Moroni mzigo ule utakuwa haupo. Na bahati mbaya sijui taratibu zilizo pale bandarini. Napenda TanTrade mtusaidie kuwasaidia Watanzania ambao wanaleta mizigo. Jengine ambalo napenda kushauri pia ni kwamba mizigo yote, mfano wanyama, wangetolewa mikoani waletwe pale Pugu, na wanunuzi kutoka Komoro wanunue wanyama hawa pale Pugu. Tukiwaachia wananchi wakaenda huko mikoani, inakuwa sasa negotiations itakuwa ndogo, sababu mtu umeshamfungulia, ameshafika paka kwako, anaona kinachoendelea. Kwa hiyo ushauri wetu, tunaomba sana kwamba tu limit watu kuingia upoteaji wa mifugo. Tumelalamikiwa sana na wafanyabiashara. Tunaomba ulinzi pale wa mifugo inapoletwa pale uimarishwe. Lakini pia kuna shida moja, kuna karantini ya siku 14 kabla ya kusafirisha kuja Komoro, kwamba wanachanjwa. Hii ni international requirements. Sasa kuna shida, poteza uaminifu, anafanya delay ya makusudi, lakini ili aweze kumruhusu mwenye ng'ombe wake, mwenye mbuzi wake, anadai apewe pesa. Tunao majina tushawasilisha kwenye mamlaka husika kule nyumbani, lakini naona bado haijafanywa kazi sana. Pia mamlaka zingine zisaidie swala hili kuliondosha. Kuna fursa nyingine ya uwekezaji katika mahoteli. So far kuna Mtanzania mmoja tu ambaye amewekeza hoteli moja ya nyota 5, Golden Tulip Komoro. Kuna haja ya kushirikiana baina ya Tanzania na Komoro kusafirisha umeme kupitia baharini kuleta Komoro, kama ambavyo tumefanya kutokea Dar es Salaam kwenda Zanzibar, Unguja na Tanga kwenda kule Pemba. Komoro hadishaji na hata katika uwekezaji. Kwa hiyo kama serikali ikiweza kushirikiana na private sector kusafirisha umeme huu ambao mahitaji ni makubwa, naweza kuwa ukajenga fursa nzuri na hata kufungua milango ya uwekezaji mkubwa. Ikumbuke tunajenga umeme wa Grand Nyerere hydro power kule Rufiji. Umeme ule ni mkubwa, megawatts 2115. Umzo yote za kushiriki, ukitokea Mtwara kufika Komoro ni jirani zaidi. Upande mwingine ni fursa ya gesi ya kupikia. Tanzania pia ni kufungua fursa kwa Watanzania, lakini pia kwa mabenki. People's Bank jadiliana na kampuni ya bima ya Zanzibar. Benki inatoka Tanzania, Exim, benki moja ya Tanzania, Exim Bank, ambayo ilitokea Dar es Salaam, ndio ambayo ya kuwekeza Komoro. Fursa ni kubwa, na pia kuna uhitaji mkubwa wa walimu wa Kiswahili. Ikumbukwe kwenye SADC ilikubalika kwamba Kiswahili kitumike kama lugha ya mawasiliano. Hivyo hii ni fursa pia ambayo kama taasisi tukazungumza na kuwatolea utambulisho kwenye mamlaka husika, ili kuweza kuona namna gani tunaweza Kiswahili Komoro lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo nadhani afya Tanzania, lakini kama itatokezea taasisi itakayojenga hospitali kubwa ya kisasa, tutawekeza katika eneo hilo la afya. Lakini pia tungeweza kufanya utaratibu Tanzania, watu wakaweza kwa ndege wakafanya reservation kwenye hospitali zetu. Kama iko taasisi inaweza ku take advantage ya fursa hiyo kabla ya hila ambalo nimependekeza la kujenga hospitali
upande huu wa Komoro. Mwanzo, pamoja nami nina washiriki kutoka mamlaka ya uwekezaji ya Komoro. Sasa napenda kama kuna uhitaji wa kutafsiri tutaweza kutafsiri. Baada yeye ninaomba pia kwa ruhusa ya moderator tumwalike kutoka Chamber of Commerce Amlela ili aweze kuelezea. Tutakuwa tumekamilisha upande wetu. Kwa ruhusa yako moderator, naomba nimkaribishe mwakilishi kutoka mamlaka ya uwekezaji ya Komoro. So as I'm saying, maybe you know, but I'm Mohammed Hussein Mahdi from National Investment Promotion Agency, Comoros, and thank you for this big opportunity to present the investment opportunity for our colleague and brother from Tanzania. As you know, we have only 3 minutes. It's not a lot to present, but I will be very brief and try invest in Comoros, brothers and sisters from Tanzania, to come test and invest in Comoros because we have a lot of opportunities. Ambassador already presented what we have, and you must know one thing is Comoros actually everything we imported from Tanzania and Madagascar, neighbor country. I mean for foods and other goods. So we have investment card in Comoros does not make a difference. If you want to invest in Comoros, okay. To invest in Comoros, it means you will, as you invest in new country, so you don't have difference because about to citizens and the foreigner. And actually, we update the investment code Comoros, and those investment codes in Comoros will provide a lot of incentives for anyone want to invest in Comoros. That we want to actually produce in Comoros to make exportation. That's why we invite our brother and sisters and colleagues from Tanzania to come in Comoros. Comoros, the opportunity we have, it's a very small country. How we actually, if you invest in Comoros, anything made in Comoros, you can export it to go to, as we are part of League of Arab. It means if you invest in Comoros, anything brand made in Comoros, you can export it in the Arab market. Here we have of Comesa, of ACP, and using Comoros, we can export it to go to China without tax. This opportunity to have a very real integration economic as naval, it will be a very good thing for the two countries. So I think it was, and I will invite my colleague from Chamber of Commerce, and thank you to present. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. My name is Hosni Mohamed Abdou, Secretary General of Comoros. From the Chamber of Commerce, as my colleague says, we have the opportunity to observe business development. And my testimony here can be resumed at these terms. Approach investors and the Comorian project leaders in this area, and you can be sure to engage in a dynamic, and it's okay for voice. Okay, so what we need in Comoros is a technical assistance and financial support in the assistance to products here in Comoros. We have, for example, between 9,000 and 10,000 tons of meat products per year. It's very, very low. Our countries are Europe, Brazil, India, and it is an opportunity for our investors to come here to predict here in Comoros. That's why we are very, very agree to come in this meeting. And thank you, Mr. Ambassador, to invite us, to invite our brother in Tanzania to come in Comoros, present more benefit than import. So that's why we are here. The Chamber of Commerce will do our best to assist us, to assist you if you come here to deal with Comorian
Comorian leaders in doing business. So today I try to speak English with you, but in French it will be very good, very easy for us. So, Mr. Ambassador, let's give us opportunity next time to attend in French and be sure that our other and welcome to Comoros. Thank you. Napenda kutupatia nafasi hii watu watatu kuzungumza kwa upande wa kituo cha Comoros. Okay, asante sana Mheshimiwa Balozi. Ningeomba tu niseme in brief kwa sababu alikuwa ameongea Kiingereza, niseme in brief tu Kiswahili ni kitu gani ambacho wenzetu wamesema. Kwanza ameongea mwenzetu Hamad, yeye anatokea mamlaka ya uwekezaji, nadhani ndio TIA, alichosia waweze kwenda kuwekeza katika hilo eneo, lakini pia ametuambia kitu kimoja kwamba Komoro ni nchi ndogo sana, lakini nchi hii ina mahusiano ya karibu sana na nchi za Uarabuni. Kwa hiyo anasema tunaweza sisi kama Tanzania, lakini pia tumepata wasilisho kutoka kwa mwenzetu anaitwa Husni Mohamed Komoro. Yeye kitu cha maana ambacho au kitu cha muhimu kwao ambacho wanahitaji technical assistance. Na technical assistance hiyo wanahitaji katika mambo mengi, lakini kitu cha alichosisitiza zaidi amesema kwamba wao kama Komoro wanaweza kuexport kama mwingine alivyosema, mwenzie alitangulia, wanaweza kuexport kwenye nchi za Kiarabu, lakini pia amesema sisi kwenda kuwasaidia katika masuala ya production za products zile za kilimo ili waweze ambao wanaweza wakaenda wakafanya pia uzalishaji ndani ya Komoro yenyewe ili kupunguza gharama. Hivyo ndio vitu ambavyo ni sasa. Ningeomba nimkaribishe Balozi Mwadini, yeye balozi wetu anayewakilisha nchi yetu kule Saudi Arabia. Naomba Balozi Mwadini uweze kuleta wasilisho lako kuhusu zile fursa zilizopo Saudi Arabia. Karibu sana balozi, Mheshimiwa Balozi. Hello, nasikika? Yes, karibu sana Mheshimiwa. Sana na wawakilishi wa taasisi mbalimbali za serikali ya Tanzania na washiriki wengine, habarini za asubuhi. Nashukuru kuwa nanyi hapa na napenda kuchukua fursa hii kuzungumza machache kuhusu fursa ambazo naweza kuzitumia. Kwanza muhimu kutaja kwamba Saudi Arabia ni nchi yenye uchumi mkubwa na hivyo ni mwanachama zenye uchumi mkubwa, yani G20. Na pato lake la taifa linapindukia dola bilioni 695, na hii ni baada. Kwa hiyo utaona kiasi gani uchumi ni mkubwa, na kipato cha mtu mmoja kinazidi dola 23,000 kwa mwaka. Kiasi hiki kinaifanya Saudi Arabia kwa kipato kikubwa cha mtu mmoja. Na kwa maana hiyo Saudi Arabia wakazi wake ama wananchi wake wana uwezo mkubwa wa kutumia, yani purchasing power. Saudi Arabia na Tanzania ni nchi zenye uhusiano mzuri na muda mrefu. Balozi huu umefunguliwa tangu mwaka 89 kama sikosei. Na pia Saudi Arabia inao balozi Tanzania, na balozi zote mbili zimekuwa na shughuli nyingi za kuchagiza mahusiano kati ya nchi mbili hizi. Tunayo mikataba kadhaa ya ushirikiano ikiwemo mkataba wa ushirikiano. Tunao pia mkataba wa ushirikiano katika eneo la ufundi wa masuala ya ndege. Tuna mkataba wa ushirikiano wa anga. Mkataba huu una mawanda mapana na unaruhusu kushirikiana hadi ikiwemo mashirika ya ndege binafsi yanaweza yakajumuishwa katika mkataba huo. Pia kuna mikataba ambayo inaendelea kujadiliwa katika maeneo mengine, na
tuna rasimu ya mkataba kati ya na jumuiya ya wafanyabiashara wenye viwanda na wakulima ya Tanzania, na tunasubiri maoni kutoka upande wa Tanzania ili mkataba huo usainiwe. Kuna fursa nyingi sana hapa Saudi Arabia, na zinafanana kidogo na fursa ambazo Fatma alizitaja kwa sababu mazingira yanafanana hapa. Kuna soko kubwa la bidhaa za chakula kwa sababu takriban bidhaa zote za chakula hapa Saudi Arabia zinaingizwa kutoka nje, kutoka mataifa mbalimbali, ikiwemo mataifa ya mbali kabisa kama Argentina na Brazil, lakini pia na majirani zetu hapo wanaingiza bidhaa. Kwa hivyo bidhaa za nafaka, matunda, mboga mboga, viazi vitamu, maharage, ufuta, mahindi ya njano, chai, lakini zaidi ni asali. Na hii ni fursa kubwa sana. Bei ya asali ya nyumbani ikilinganishwa na bei ya hapa ni ndogo sana, na nawaalika makampuni yote yenye uwezo na nia ya kuleta asali hapa Saudi Arabia yawasilishe taarifa zao Wizara ya Mambo ya Nje ama TanTrade, na tuzipate taarifa hizo ili tuyaombee kibali cha kuingiza asali hapa na yaweze kuingiza asali. Na Saudi Arabia imeingiza bidhaa kutoka nje kwa haraka. Kwa mfano, wanyama wanafika wanyama wenye uzito wa tani 200,000 na 3,000, nyama na bidhaa zake tani 774,000. Nataja hizi ili muone ukubwa wa soko lilivyo. Samaki na jamii ya kamba, jamii ya ngisi na jamii ya mikai na asali tani 575,000. Bidhaa nyinginezo za wanyama, maua tani 29,000, mboga tani 1,000,000. Hii hapa ndo wanakula sana, wanapenda sana kitu kinaitwa salta, yani saladi, tani 1,119,000. Matunda tani 1,000,000 sana, kuna 1,106,75,000 hapa. Kwa mfano kama matunda kama parachichi yanakuja, kusema kweli, yana sura mbaya sana. Sisi tuna maparachichi mazuri zaidi kuliko yale ambayo yanauzwa hapa. Kahawa, nafaka tani 1,15,387,000, na hizi ni takwimu za mwaka 2018. Kwa hiyo soko bado ni kubwa. Naongea haraka kwa sababu ya muda. Kwa bidhaa za samaki na bidhaa nyingine za baharini, mazao mengine ya baharini, nayo furaha kuwatangazia kwamba makampuni 8 ya Tanzania yanayochakata samaki katika Ziwa Victoria yamepata kibali juzi tu cha kuingiza samaki hapa. Kwa hiyo makampuni mengine ambayo yana interest ya kuleta samaki hapa Saudi Arabia yawasiliane na Wizara ya Mambo ya kufanya hivyo, kuleta samaki hapa. Tanzania iliwahi kuzuiliwa kuingiza nyama hapa zamani, miaka labda 15 iliyopita, lakini tumekuwa na juhudi kurudisha kibali cha kuingiza nyama Saudi Arabia, na ni matumaini ni makubwa. Karibuni wa kilimo ambaye pia anahusika na masuala ya mifugo na mazingira, na ametuahidi kwamba watajitahidi. Zipo fursa pia nyingi za kuleta bidhaa kama mkonge, na watu wanaleta madini. Pia naomba kueleza kwamba kuna fursa ya kununua bidhaa kutoka Saudi Arabia. Maana biashara ni kuuza na kununua. Wakizinunua katika masoko mengine, kwa mfano Dubai ama Thailand au China au hata Ulaya, lakini inawezekana kabisa. Mimi nimewahi kuwa Dubai muda mrefu na Qatar na sehemu nyinginezo. Bidhaa zilizopo hapa zinaweza kuwa na ubora na unafuu wa bei. Kwa hivyo Watanzania waangalie kugeuza macho kidogo, wasitazame tu sehemu moja. Lakini pia kuna fursa adhimu kabisa kwenye mpango wa Saudi Arabia kuhamasisha usafirishaji wa bidhaa nje, Saudi Export Program. Chini ya mpango huu kuna bidhaa nyingi sana ambazo mtu yoyote akiwemo Mtanzania anaweza kununua kwa utaratibu wa mkopo wa masharti nafuu, na bidhaa hizo kulipiwa na Saudi Fund for Development, mfuko wa maendeleo wa Saudi Arabia, kwa arrangement maalumu na benki za Tanzania Agricultural Bank au Amana, benki ambayo itakubali kuchukua dhamana ya kuhakikisha kwamba fedha ile italipwa, na inarejesha fedha hiyo hata miaka 5. Na ukitazama gharama ya kufanya hii masoko mengine. Kwa hiyo zipo makundi mbalimbali ya bidhaa, kwa mfano kemikali na kemikali za petroli, petrochemicals, na
za farmasia, petrochemicals na plastiki, kuna makampuni 68 yako tayari kuingia, mfano zile MRI na vifaa tiba hizo mnazoziona sijui vinavyotumika hospitalini vyote vile. Kuna makampuni 20 yako tayari. Vifaa vya umeme, mashine na vifaa vya usafirishaji, kuna makampuni 79 yako tayari kushirikiana na kutoa vifaa hivyo kilichochakatwa na vioo. Makampuni 108 yako tayari. Bidhaa za karatasi, kwa mfano kama tissue paper hizi, bidhaa kama zile pampers, mbao, ngozi na vitambaa vizito, zile fabrics zinazotumika kutengeneza makochi, ziko kampuni hazipungui 36 ziko tayari kufacilitate hiyo biashara. Bidhaa za mifugo, chakula ginezo, makampuni 32. Kwa hiyo hii ni fursa muhimu sana, na masharti ya kushiriki kwenye mpango huu yatapatikana Wizara ya Mambo ya Nje, na naamini TanTrade wanaweza kufacilitate watu. Kuna makampuni yanatafuta ubia na makampuni ya Tanzania, labda yanazalisha bidhaa hapa na angependa kupata mtu Tanzania ambaye anaweza kusupply bidhaa zao, kwa mfano bidhaa za vinywaji au bidhaa kwa mfano kama kampuni ya Almarai au kampuni ya Arabie wanahitaji vitu kama hivyo. Kuna kampuni za teknolojia zinahitaji kupata wabia huko nyumbani Tanzania. Kuanzisha franchise, kuna bidhaa, kuna franchise mnajua, kwa mfano kama kuna chain ya hotels, kuna wanahitaji kuwa na mtu ambaye anafanya kwa kutumia jina lao. Kwa hivyo inawezekana, na mwezi Machi mwakani panapo majaliwa kutakuwa na maonesho ya franchise. Kwa hiyo ambao watapenda kushiriki basi wawasiliane na ubalozi na watasaidiwa kuweza kushiriki. Sema mtu akanunue kiwanda wa Tanzania, kuna fursa nyingi huko nje. Kuanzisha ruti ya moja kwa moja kati ya Saudi Arabia na Tanzania ndege. Tuna mkataba niliotaja awali wa yule bilateral air service ambao ni mpana kabisa. Unaruhusu hata wewe binafsi ukiamua kuanzisha line ya ndege kutoka Tanzania kuja hapa moja kwa moja, unaweza ukapata facilitation ya utaratibu huo kupitia mkataba huo, ili kurahisisha biashara kati ya Tanzania na Saudi Arabia. Tulitakiwa pia moderator niendelee. Asante bibi mama Latifa. Taratibu za kufanya biashara na Saudi Arabia. Hili ni eneo la kiufundi kidogo, lakini kwa ujumla bidhaa nyingi kabisa zinaweza kuingizwa hapa Saudia inatosha tu kwa muingizaji. Yani ukiuza lazima kutakuwa kuna mnunuzi, kuna partner wako, yeye atafanya taratibu za kuingiza hizo bidhaa na wewe hutahitaji kufanya chochote, isipokuwa lazima uzingatie sheria za kwetu nyumbani. Viwango vimekaa sawa sawa, TBS wamekupa kibali, mamlaka zinazohusiana na bidhaa hizo kama ni za kilimo au za dawa. Kwa hiyo lazima kwanza uwe umekaa sawa na taratibu za nyumbani. Hapa inakuwa rahisi. Ama kwa bidhaa za dawa na nyama, hapa ndio wako sensitive sana na mlolongo wake ni mrefu. Kwa mfano nyama, lazima nchi yetu kwanza iwe imesajiliwa. Hapa Saudi Arabia imepewa kibali cha kuingiza nyama. Pili, ile taasisi yako ama kampuni yako na yenyewe pia iwe imesajiliwa, na ili kusajiliwa lazima ikaguliwe na ipate kibali, na huo mzigo lazima wenyewe upate kibali, lazima ukaguliwe na madaktari wa mifugo na wathibitishe kwamba bidhaa hiyo ni salama kwa matumizi ya binadamu, na ikifika hapa pia itakaguliwa. Kama chini ya 10% kwa mfano mifugo hai umeingiza yamekutikana hayana yani percentage ya shida iko kwamba wako salama, wataruhusiwa, lakini ikiwa above 10% mzigo unarudishwa. Kwa hiyo lazima mtu hapo ajiandae. Kwenye bidhaa za nyama wako sensitive sana. Nyama ni msawa makini. Lakini pia nimegusia pale juu kwamba kuna umuhimu wa sisi bidhaa ili tuweze kuombea kibali. Pia taratibu za kufanya biashara Saudi Arabia zitapatikana Wizara ya Mambo ya Nje na TanTrade. Taratibu zote, document hizo tumeshazitafsiri kutoka Kiarabu kwenda Kiingereza
upatikanaji wa bidhaa za kutosha na zenye ubora. Tanzania ukipita Amana pale, ukipita Tandika utakuta kuna bidhaa kama nyingi. Mtu anataka nilete hizo bidhaa Saudi Arabia, lakini kusema kweli bidhaa hazitoshi, hatuna scales, ni ndogo, alafu na ubora, alafu kuna tatizo la uelewa bila kujali ubora wake, kutokuwepo huduma za kutosha zinazosaidia biashara ya nje, kwa mfano kama barafu kavu kwa ajili ya kusafiria nyama, vifungashio. Najua haya yote miundombinu duni ya bidhaa, changamoto. Kama hapa kwetu Saudi Arabia, wenzetu wafadhali Komoro na Qatar wana ndege za moja kwa moja. Hapa Saudi Arabia hatuna ndege ya moja kwa moja, na ubalozi kwa moja, na kesho pana na idara ya cargo ya shirika la ndege za Saudi Arabia. Mwisho ni kwamba biashara kati yetu katika kipindi kama jana au tuseme katika robo ya pili ya mwaka 2019, bidhaa zilizoingizwa hapa Saudi Arabia zilikuwa na thamani ya dola milioni 15, lakini mwaka huu zimefika dola milioni 23 licha ya corona. Kwa hiyo mwelekeo ni mzuri, tushirikiane, tuko tayari kuwapa support wajasiriamali na wafanyabiashara kwa maendeleo yetu wote wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza na washukuru. Sasa tunaendelea na ratiba yetu. Naomba wenzangu kutoka Secretariat niambie kama Mheshimiwa Balozi Aisha Amul amefanikiwa kufika, kwa sababu alikuwa na commitment nyingine, lakini pia naomba tumwake afisa ubalozi wa Tanzania kwenye ubalozi wetu uliopo Israel, Bwana Frederick. Yeye amemwakilisha Mheshimiwa Balozi, ana wasilisho ambalo angependa pia kufanya. Mwa Kitwange, mimi ni afisa ubalozi wa Tanzania nchini Israel. Na kabla sijaanza kuzungumza kile ambacho nimependa kukiwasilisha asubuhi hii, nipende tu kuwasalimu mabalozi, waheshimiwa mabalozi wote waliotangulia, pamoja na Secretariat Tantrate, pamoja na washiriki ambao wameweza kushiriki katika platform hii. Nchi ya Israel kidogo inakuwa tofauti na nchi ambazo zinazunguka, kwa maana nchi zilizopo katika ukanda huu wa Uarabuni. Kama tunavyofahamu, ukiangalia Saudi Arabia, ukiangalia Qatar, wao wanakuwa hapo tofauti kidogo na Israel, kwa maana Israel wao wamejikita zaidi katika masuala ya research, development, masuala ya kilimo. Kwa hiyo nikisema kama tutataka tuagize mboga labda au matunda kuja Israel, kidogo kunakuwa ni changamoto. Wenzetu kwenye maana ya high tech, hususan kwa swala zima la kilimo, kwa maana ya umwagiliaji, kiteknolojia wenzetu wako vizuri sana. Masuala ya viwanda wako vizuri. Kwa hiyo mara nyingi bidhaa nyingi sana zinazozalishwa hapa kwa upande wa chakula, upande wa Israel kwa masuala ya kilimo, labda ni ile teknolojia, kwa maana Watanzania waliopo ambao wanataka kujifunza zaidi nchini Israel. Lakini tukija swala la elimu kwa maana ya high tech, kwa wale ambao wanahitaji kujifunza masuala mbalimbali ya kisayansi, au ndio wanaokaribishwa zaidi kuja nchini Israel waweze kujifunza vitu mbalimbali. Na kwa upande wa bidhaa za kuagiza ambazo zinahitajika kwa sana nchini hapa, ni mazao ya ufuta ambao unatumika sana. Kwa kama kuna mtu ambaye anazalisha ufuta, anakaribishwa. Kuna masuala ya korosho ambazo zimebanguliwa, sio ni processed. Maana unaweza ukasema korosho lakini zikawa zinakuja ambazo hazijabanguliwa. Kahawa, hayo ndio mazao makubwa sana ambayo yanahitajika. Changamoto iliyopo katika mazao hayo ni kwa ziwe kosha. Ni kama kwa Harabu wanaitwa halali. Kwa hata kama kuna masuala ya vyakula sahihi na salama kwa matumizi yao. Kwa upande wa ubalozi au kwa upande wa Tanzania kama nchi, kuna baadhi ya mikataba mingi ambayo tumeweza kuingia na taifa hili, ikiwa katika masuala ya afya, ambapo kuna mashirikiano kwa taasisi, ambapo kuna Watanzania wanakuja kutibiwa hapa kila mwaka, na wao Wayahudi wanaenda Tanzania katika hospitali yetu ya Muhimbili kwa masuala ya kwa kuwatibu wagonjwa wenye matatizo ya moyo na matatizo mengine, kwa ushirikiano wa taasisi ambao nimehitaji ya taasisi ya Search. Ni 20 ambao wanakuja kutibiwa nchini hapa wakiwa na matatizo ya mioyo. Kwa hiyo kwa upande wa
inaitwa Telesomel, ambapo ni miongoni mwa hospitali 10 bora duniani, ambao mategemeo yote ni kwamba wao wataweza kushirikiana na hospitali wa wananchi wetu wa Tanzania. Pia tuna mashirikiano katika sekta ya elimu na kilimo kama nilivyotoka kuelezea mwanzoni, ambapo kwa kila mwaka sasa Tanzania tunaweza tukonufaika kuwaleta vijana 100 waje katika mafunzo ya kilimo cha kisasa, ikiwa ni pamoja na ufugaji na kujifunza teknolojia mbalimbali zilizopo katika swala zima la kilimo. Kwa hiyo kwa mwaka huu kutokana na janga la corona tutaanza kupokea kundi la kwanza tarehe 13, ambapo tunategemea vijana 36 wataweza kupata mafunzo haya ya kilimo cha kisasa katika sekta ya ulinzi, ingawa sitataka sana kuzungumzia hapo. Nafikiri kuna taasisi ambazo zinahusika moja kwa moja. Nafikiri hicho ndio kikubwa sana ambacho tumeweza kukiona katika miaka mitatu toka kituo hiki kiweze kufunguliwa, kwa maana ubalozi wa Tanzania nchini Israel uweze kufunguliwa rasmi mwaka 2017. Tumeona kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watalii ambao wa Zanzibar na Tanzania kwa maana ya bara. Kwa hiyo kwa wale ambao wanajihusisha na sekta ya utalii, nafikiri kutakuwa na fursa kubwa sana kwa kuja kufanya biashara hii ya utalii nchini Israel. Na hii ni kwa pande zote, kwa maana kuna Watanzania ambao tunawapokea kwa masuala mbalimbali ya kidini. Hii ni kwa dini zote, kwa maana ya Waislamu pamoja na Wakristo. Wote wanakaribishwa kufika eneo hili. Na kwa upande wa Wayahudi wengi sasa hivi tunaona kuna kampuni nyingi sana. Tanzania imekuwa ni kituo cha 5 mashuhuri nchini hapa, ambapo tunaona wingi wa watalii wengi wanafika Tanzania. Kwa kikubwa kwa upande wa Israel, naweza nikasema tunaweza tukawa ni kinyume na nchi nyingine ambazo zimeweza kuzungumza. Nikisema kwamba kuna bidhaa labda mboga, matunda tukiagiza kutoka Tanzania kunakuwa na ugumu kidogo. Zaidi ni kwamba wao watupe teknolojia kama Tanzania itaweze kuzalisha. Na tunaweza tukawa na mfano mzuri ni kampuni ya Bahresa, nafikiri imeingia makubaliano na moja ya kampuni kubwa tu ya kwa maana ya machungwa na matunda mbalimbali ili iweze kunufaika katika uzalishaji wa juisi. Kupata nafasi kubwa sana ya kujiandaa kama ilivyotokea, nimeambiwa kwa ufupi na mimi nimeweza kuwasilisha hiki. Labda kama kuna maswali, kuna kitu chochote ambacho washiriki wangependa kujua zaidi kwa undani, tunakaribisha kupokea. Na labda ombi ambalo nataka niliombi kwenu, kama kuna mtu yote nchini Israel, basi ni vema akatuambia moja kwa moja tuwakushanishe na watu ambao wanakuwa ni direct. Ni vigumu sana kwa taifa hili kusema tutaandaa forum kama hii tuwaalike watu waje waseme kwamba huyu anajielezea anahusika na sekta hii, anahusika na sekta hii, kidogo kuna changamoto. Lakini ni vema tukapokea kutoka kwa ninyi ambao mnapenda kuja na kujifunza vitu mbalimbali au kuja kuuza bidhaa zenu nchini Israel. Mkitupatia in advance tunaweza tukawapeleka kwa watu ambao ni sahihi zaidi na wakaweza kutusaidia.